Naitwa Chacha Mwita Wambura, mhandisi, ndio mbunge wa jimbo la Geita mjini. Na kwa siku ya leo ninamshukuru Mungu kwa kweli kwa jinsi ambavyo ametuamsha wazima na ametupa afya. Lakini kikubwa zaidi ni ambacho namshukuru Mungu ni kwamba nimeshirikiana na ndugu zangu wenzetu Waislamu katika zoezi zima la kuwagawia tende kama sadaka yangu kwa waumini wa dini ya Kiislamu. Najua kwamba ndugu zetu Waislamu swala la kufungua ni ibada, na mimi nikaona kwamba ni vema nikashiriki katika baraka hizi wakati ule ambao baada ya sala magharibi huwa wanahitaji kitu kwa ajili ya kufungulia kwa siku nzima ambapo walikuwa wamefunga. Kwa hiyo nikaona kwamba ni vema na mimi nishiriki katika hizi baraka kwa kuwapatia angalau kila msikiti kulingana na ukubwa, wengine boksi moja na tende, wengine boksi mbili, kulingana na wengine 3, hivyo kulingana na ukubwa wa msikiti. Ili basi waumini wa dini ya Kiislamu pale watakapokuwa wanamaliza swala ya magharibi wapate kitu cha kufungua. Na mimi nimefurahi kwa kweli, zoezi hili limeenda vizuri na nimeshiriki hii ibada. Kwa hiyo kile ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba nimeshiriki hii ibada, na niwatakie mfungo mwema ndugu zetu Waislamu. Lakini natambua kuwa pia Wakristo wanayo sasa hivi, hasa ndugu zangu wa Roma wako kwenye mfungo wa Kwaresima, nao niwatakia kila laheri katika mfungo huu. Zaidi sana tuendelee kuiombea nchi, tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi alivyo mwema na kwa jinsi anavyotaka kila Mtanzania apate tabasamu. Basi tuendelee kumwombea ili aendelee kufanya majukumu yake mema kwa jinsi ambavyo ameendelea kuyafanya kwa siku zote. Rahim. Kwa majina naitwa Sheikh Alhadi Yusuf Kabaju, Sheikh wa mkoa wa Geita. Ama kwa hakika tulikuwa kwenye jambo ambalo mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Geita mjini ambalo ameamua kushirikiana na wananchi wake wa imani ya dini ya Kiislamu katika mfungo mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo ameona aje ashiriki nasi katika kuamua kuwafuturisha angalau kwa uchache waumini wake, wananchi wake katika madhehebu ya dini ya Kiislamu, ambao yeye kaamua kutoa sadaka yake kwa kuwapa tende angalau kwenye jimbo lake, kuhakikisha kwamba anashiriki nao ibada hii ya funga katika kuwafuturisha. Ni jambo la kiimani, ni jambo ambalo linapendeza kwa sababu na yeye anatafuta fadhila mbele ya Mwenyezi Mungu. Ameona ni jambo muhimu sana, na hii ni kuonyesha namna gani kiongozi karibu na wananchi wake. Na sisi tunafarijika kuona yeye kama mbunge hachagui imani, kwa maana kwamba nchi yetu hii sisi haina dini, isipokuwa wananchi wake wana dini zao, na viongozi wetu wanatakiwa mfumo kama huo, kwamba wao wanapokuwa katika mamlaka basi wajue kwamba wanatumikia Watanzania ambao wana dini zao, na sisi tunathamini dini ya kila mmoja. Na kwa kuwa mwenzetu mheshimiwa mbunge si Muislamu, lakini kaona umuhimu wa Waislamu kuwafuturisha, mimi nichukue kwa niaba ya Waislamu wa mkoa wa Geita nimshukuru sana kwamba ameonyesha imani kwamba yeye ni mtu wa watu na anaweza kuwatumikia watu. Na watu naomba Waislamu kwa hiki kichache alichokitoa wakipokee kwa mikono miwili. Tunaamini mengi ndio ameanza safari ya maisha ya kuliongoza jimbo la Geita mjini, basi tunaamini mengi mazuri watayapata kutoka kwake, kutokana na namna ambavyo ameanza kujitoa kwa ajili ya kutumikia Watanzania. Jina naitwa Sheikh Daud Ahmed Bushumbiro, ni amiri wa mkoa wa taasisi ya Basuta Tanzania, lakini pia ni imamu wa msikiti wa Mtakuja ulioko karibu na roundabout, jirani kabisa na ofisi za mbunge. Duniani lazima kwa namna moja au nyingine wataathirika. Kwa hiyo vita sio nzuri, tusisitize amani, hasa viongozi wa dini, lakini kwa nchi pia tumeona kilichotokea hapo juzi Oktoba 29 kwamba ilikuwa ni tabu kubwa sana, umwagikaji wa damu, uharibifu wa mali, watu kutofanya kazi zao, na kuna watu walioathirika pia kwenye majumba walipokuwa wamekaa wamekosa chakula. Kwa hiyo sisi tunaona kama hiyo ni ndogo kuliko kama tungefikia hatua ya kuwa wakimbizi, mnakosa chakula, mnafanyaje? Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza kuomba amani. Ayubu Bwana Madi ni imamu wa Masjidi Muhammad kutoka Nyantorotoro.
Lakini pia kama maimamu tunaendelea kutumia muda huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kuliombea taifa letu dua ili libaki katika mazingira ya usalama zaidi na amani, lakini pia na mataifa mengineo kama ambavyo tunavyoona harakati zinavyoendelea katika mataifa mengine. Basi tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kufanya wepesi wa majambo haya na kuweza kuvimaliza vita ambavyo vimezuka katika mataifa mengineo. Na kuna baadhi ya mataifa kuna vita, lakini sasa hivi ukitazama kila taifa lina vita, kwa sababu kama hakuna mapigano basi kuna maradhi. Kwa hiyo kama ambavyo tunavyoendelea kupata mawaidha na tunavyoendelea kupata ujumbe, sisi kama maimamu katika misikiti tunaendelea kufanya kunuti kwa sababu ya kuendelea kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wale wenye vita aweze kuondolea, na wale wenye mizuko ya maradhi mbalimbali pia maradhi yale yaweze kuondoka, na dunia hii iwe ni sehemu ya amani katika kutekeleza ibada kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia kama maimamu tunaendelea kutumia muda huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kuliombea taifa letu dua ili libaki katika mazingira ya usalama zaidi na amani, lakini pia na mataifa mengineo kama ambavyo tunavyoona harakati zinavyoendelea katika mataifa mengine. Basi tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kufanya wepesi wa majambo haya na kuweza kuvimaliza vita ambavyo vimezuka katika mataifa mengineo. Na kuna baadhi ya mataifa kuna vita, lakini sasa hivi ukitazama kila taifa lina vita, kwa sababu kama hakuna mapigano basi kuna maradhi. Kwa hiyo kama ambavyo tunavyoendelea kupata mawaidha na tunavyoendelea kupata ujumbe, sisi kama maimamu katika misikiti tunaendelea kufanya kunuti kwa sababu ya kuendelea kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wale wenye vita aweze kuondolea, na wale wenye mizuko ya maradhi mbalimbali pia maradhi yale yaweze kuondoka, na dunia hii iwe ni sehemu ya amani katika kutekeleza ibada kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.